wa Sanga Media Tanzania, bado tupo maeneo ya Pugu Kinyamwezi. Huu ni mtaa na kwenda kwa jina la kwa Mgabo, lakini kubwa zaidi ambalo limetuleta, hata awali pia nimeweza kuzungumza kwamba tuko maeneo haya ni kwa sababu mwenyekiti wa serikali za mtaa maeneo ya Kinyamwezi anakwenda kwa jina la Fahadi Mlali Sinderson. Yeye ameweza kuleta greda kwa ajili kuja sasa kurekebisha miundombinu ambayo inapatikana katika baadhi ya mitaa, katika mtaa ambao yeye ndo anauongoza au mtaa ambao uko chini yake ambao ni maeneo ya Kinyamwezi. Lakini nipo na wananchi au ambao ni wakazi sasa wa maeneo haya kwa ajili ya kuweza kupata tathmini yao, mawazo yao, wana kipi kingine cha kushauri ambacho kiweze kufanyika katika mitaa hii ya maeneo ya kwa Mgabo, lakini hususan ambayo ina combine ambayo ni Kinyamwezi nzima. Nipo na mamangu ambaye tumemtembelea, yuko ofisini kwake hapa, na hapa ni sehemu kupatia riziki, lakini tuweze kuzungumza naye, ajitambulishe jina lake, atuambie kama je kilichofanyika kwake anaona kabisa labda ni rafiki au labda kuna marekebisho mengine tena labda anawiwa zaidi aweze kuweza kufanyika katika mitaa hii ambao wao ndio wanaitumia barabara. Lakini na sisi pia kama ni vijana wa maeneo ya Kinyamwezi ambao tumependezwa zaidi kwa sababu ni vijana ambao tunafanya masuala ya habari, lakini pia ni wakazi wa maeneo ya Kinyamwezi. Kwa hiyo tupo katika mtaa wetu ambao ni mitaa ambayo imetulea kwa namna moja au nyingine. Lakini ngoja tuzungumze salama zetu ambao wao ndio watembeaji wakuu katika barabara hii ambayo inapatikana katika maeneo haya kwa Mgabo. Hii ni Pugu kama nilivyosema awali, tuko maeneo ya Pugu, maeneo ya Kinyamwezi, lakini katika mtaa unaokwenda kwa jina la Mgabo. Naitwa Asha Juma Saidi. Ndio. Mkazi hapa Kinyamwezi mji mpya. Okay. Ndio. Na tumeona sasa mwenyekiti wenu ambaye mlimchagua wenyewe kwa maeneo ya Kinyamwezi ameweza kuleta greda na kurekebisha miundombinu ambayo inapatikana katika mitaa yetu. Wewe sasa mamangu, na kipi labda cha kuzungumza, tathmini yako au ushauri wako, nini ambacho unaweza kumwambia mwenyekiti wa maeneo haya? Ushauri wangu, nimependa sana jinsi alivyotufanyia hivi, kwa sababu watu tunasumbuka sana na mvua zikianza kunyesha, maji yanapita hapa mengi. Okay. Hivi alivyofanya hivi atuwekee na kifusi sasa, tuache tena hivi hivi pakachimbika. Okay. Kwa nini labda nasema kwamba labda ukiachana na hicho alichokifanya, lakini ana wajibu pia kuweza kuweka kifusi? Labda ni kitu gani ambacho kinakusukuma zaidi uweze kusema hivyo? Kinachonisukuma zaidi ni maendeleo tu, sisi tunahitaji wananchi hapa. Okay. Kwa hiyo isiishie hivi. Isiishie tu hivi, aendelee tena na vingine vipo vingi vinavyotakiwa kufanya. Okay. Lakini pia katika mitaa yenu tumeona kwamba mara nyingi maendeleo yanapokuja katika sehemu husika kuna baadhi ya changamoto ndogo ndogo ambazo zinatokeza. Tumeshuhudia katika mitaa yenu, katika maeneo yenu kuna baadhi ya mabomba ambayo yameweza kupasuliwa ambayo yanatoa maji. Labda una kipi pia ambacho unaweza kukizungumza ambacho kinatokea katika maeneo yenu haya? Mabomba ni mengi sana yanayopasuka. Okay. Na tunapata changamoto sana katika mabomba yakipasuka, maji sisi tunakuwa hatupati. Maji yanaishia tu kama hivi njiani, hatupati maji majumbani, yanamwagika tu. Okay. Na mtazamaji wa Sanga Media Tanzania, nadhani umemsikia mamangu hapa, miongoni mwa vitu alivyozungumzia, ameweza kuzungumza kwamba barabara hii isiishie tu hivi kwa jinsi kurekebisha kwa grade, lakini pia wana wajibu wa kuweza kuleta kifusi kwa ajili kwamba hii barabara sasa iweze kuwa ni nzuri zaidi na zaidi. Lakini bado tuko maeneo haya kwa ajili ya kutafuta